Assalamu alaikum. Si kawaida yangu mimi kujibu mambo yanayojitokeza katika social media, lakini kwa sababu ni mwelimishaji, nimetumiwa clip na mwanamke mmoja fupi akitaka kusema, shekhe, hebu angalia hiyo clip alafu nipe mawazo yako. Nilipoisikiliza, kusema kweli, nikaona ni clip ambayo inapaswa niipe dakika chache za kuizungumzia. Kuna mwanamke mmoja ambaye sijui alikuwa akizungumzia wapi, lakini inaonekana alikuwa akizungumza na vijana wa kike na wa kiume, na akawa anazungumzia kwamba yeye anazo degree 4 na anawaambia vijana wale hakupata degree zile 4 ili awe ni mama wa nyumbani, yani ili awe jikoni. Hajapata degree zile 4 awe ni katika bedroom, hazitumiki katika bedroom. Kwa maana nyingine kwamba yeye sio mama wa nyumbani, yani masuala hayo yeye hayafahamu. Ndio tafsiri inayokuja pamoja na kwa kusema hivyo moja kwa moja. Lakini fikra hizi ni fikra ambazo kusema kweli zimepitwa na wakati. Yani sasa sisi tuko katika zama za artificial intelligence sasa hivi. Fikra hizo zinazungumzwa mwaka 1963. Yeye na watu wa mfano wake waende wakasome kitabu ambacho kinaitwa The Feminine Mystique, ambacho kiliandikwa na Betty Friedan mwaka 1963. Betty Friedan alikuwa na fikra hizo hizo katika kitabu chake, na alikuwa akizungumzia msamiati kama wa housewife. Alikuwa anasema ile ni concentration camp, yani ni mwanamke yuko jela, ndio housewife, ndio maana yake. Alikuwa akizungumzia hivyo. Na alikuwa anahamasisha wanawake wasiolewe, yani kwa sababu kuolewa ilikuwa ni aina fulani ya utumwa, mfumo dume, alafu vile vile kuzaa kuna muathiri mwanamke katika masuala ya kiuchumi. Lakini mwanamke huyu mwaka 1993, 30 years, miaka 30 baada ya kuandika kile kitabu, ameandika kitabu kingine. Wakati huo ameshakuwa ni mama mtu mzima, yani mzee. Fikiria miaka 30 imepita, wakati huo anaandika alikuwa na miaka mingapi? Ashakuwa ni bibi kabisa. Kwa hiyo anaandika kitabu kujutia, na katika kitabu akasema, akaeleza wazi kabisa kwamba I mourn my unborn children, yani na huzunikia na wasikitikia na wekea rambirambi watoto wangu ambao sikuweza kuwazaa, kwa sababu hakuolewa wala hakuzaa, na amekufa akiwa peke yake akisaidiwa na serikali. Ndani ya kitabu chake akawa na wanasihi mabinti na kuomba radhi kwa zile fikra ambazo alikuwa akizitoa wakati ule. Sasa hizi fikra ambazo huyu dada anazizungumza ni fikra ambazo wenyewe wamezitupilia kwenye dustbin. Kaenda katika nchi za Scandinavia sasa hivi wanahamasisha vijana kuoa, wanawapa na ruzuku ili waweze kuoa zaidi. Wanahamasisha wanawake wakae majumbani, wasifanye kazi, wafanyie kazi nyumbani katika laptop nyumbani tu, wasiende ofisini, na wanawapa likizo ya miaka 2 bila pamoja na malipo ili waweze kulea mtoto wake vizuri na nini. Leo katika karne tulionayo, katika hali tunayoona jamii yetu inavyokwenda, anajitokeza mwanamke ambaye anajisifu na degree 4 na anaambia vijana chukueni experience kutoka kwake. Anawakataza masuala ya kuchukua majukumu yao ya kifamilia ambayo yapo katika mila na desturi zetu. Halafu wachukue nasaha kutoka kwako na experience kama nayo. Ukichunguza watu wa aina hii, sisemi yeye, watu wa aina hii majority yao hawana ndoa, au kama wana ndoa zao zimeharibika. Hawana responsibility zozote, hawana experience yoyote. Yaani mtoto hakika anataka kumuuliza mwanamke kama huyu apate experience gani? Mtoto hakika anataka kumuuliza mtu ambaye ameishi katika nyumba yake na katika familia yake, ampe experience za maisha. Anaishi vipi na wanaume wana madhaifu gani, wana tabia gani, afanye nini, ateleaje watoto. Ndio experience hizo. Sio experience ya kusema na degree 4 sitaki kuolewa, kazi za nyumbani, sijui mambo ya bedroom siyahitaji, sasa unataka kufanyia degree zako 4 kitu gani? Sisi tunasomesha watoto wetu. Unawaathiri kwa fikra ambazo zimepitwa na wakati. Hizo fikra zimepitwa na wakati. Sasa hivi dunia inazungumzia family. Tutajenga vipi familia zetu? Shukran.